Karibu ndugu mpendwa katika channel yako pendwa ya JP Media. Basi unakumbushwa kubinya subscribe button kama bado, hivyo tuangalie tafsiri na maana na ishara juu ya kwamba unaota ndoto basi unatafuna kitu. Sometimes kuna njozi za aina nyingine, basi unaota basi unatafuna kitu ambacho hata wewe mwenyewe ukijui, lakini katika njozi unajikuta unatafuna kitu. Hivyo tuweze kufahamu kitendo cha kutafuna katika njozi kinakuwa kina maana gani na kinaashiria nini katika mfumo wa kiimani, lakini pia na mfumo wa kimaisha halisi ambayo tunaendelea kuishi. Je, kutakuwa na issue gani ama tunasema kutakuwa na jambo gani ambalo linajiri katika mfumo wa njozi za namna hii? Hivyo kuna mambo ambayo yanakuwa basi yanaashiria jambo fulani, hivyo ambatana nami basi tuweze kufahamu ishara pamoja na maana za njozi ya namna hii. Huwa ni ishara ya kuwa na ujuzi juu ya kitu fulani. Hivyo unaweza ukawa ni mtaalamu ama umepewa kipaji juu ya kitu fulani, hivyo wewe ni mtu ambaye labda huenda una ufundi na hicho kitu, ama tunasema ni mtu ambaye una elimu kubwa juu ya hicho kitu, kwa hiyo unakuwa ni mtaalamu mzuri sana na hicho kitu. Kwa hiyo mazingira ya njozi za namna hii basi yatakupitia, na hii kiashiria kwamba basi wewe uko na kitu kikubwa ndani yako ambacho kinahitajika kiweze kufanya kazi, kisikae bure bure, kwa sababu kikikaa bure bure basi hutoweza kufanikiwa au hutoweza kabisa kufanikisha mipango yako ambayo unatamani ufanikishe kila siku, kwa sababu unadharau kile kipawa ama ule ujuzi wenyewe uko nao. Lakini pia huwa ni ishara ya kuwa na mwanzo mpya, hivyo katika maisha yako ya kila siku basi unaweza ukakuta kuna mambo yakaanza kuashiria kwamba utatokea mabadiliko makubwa katika mfumo wako wa maisha, na ikiashiria mwanzo mpya kwako, na hii ni kwamba utakwenda kufurahia uhalisia wa maisha ambayo yanakwenda kujiri. Mwanzo huu mpya ni kwamba kuna mambo mazuri mengi yanaweza yakajitokeza hapo mbeleni. Basi inachotakiwa wewe ni kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki. Hata mwanzo mpya unapotokea basi usiwe na changamoto nyingi zaidi. Uwe ni mwanzo ambao unaeleweka, ama uwe ni mwanzo ambao basi unakaa kwa uzuri zaidi. Lakini pia huwa ni ishara ya kuwa na hisia za karibu, ama tunasema unakuwa ni mtu ambaye labda ukibugudhiwa, ama tunasema ukipewa taarifa fulani basi unawahi kujam, ama tunasema unawahi kuwa na hisia za juu ya hilo jambo. Hivyo unaweza kama ukawa ni mtu wa kupandiki ama kuchukua hatua na sheria hapo basi inakuwa na maana hii. Pindi ukiota njozi ya namna hii, inaweza ikawa ukaota ni kwa mara nyingi, lakini kwa asilimia kubwa basi njozi za namna hii huwa zinajitokeza ni kwa uchache, sio mara nyingi, sio mara kwa mara zaidi. Na ukiona basi inajitokeza mara kwa mara, basi huenda kuna jambo ambalo inatakiwa ulifanye. Hivyo tuendelee kufahamu zaidi, kisha utaweza kutambua je, ni jambo gani ambalo unatakiwa ulifanye. Tuendelee kuambatana kwa pamoja zaidi. Hiyo pia huwa ni ishara ya kuwa na mawazo mapya. Hivyo unaweza ukawa ni mtu ambaye kila siku ama kitu tunasema kila mara unazalisha wazo jipya katika jamii ambalo linakuwa na mfumo sahihi, ama tunasema wazo hilo jipya linakuwa basi linaleta msaada katika jamii likiwa na mfumo ambao ni sahihi, wenye utekelezaji sahihi na kwa wakati sahihi na kwa muda sahihi, ambao basi watu wanaweza kufurahia lile wazo ambalo unalo na likaweza kukomboa basi watu tofauti tofauti, ama tunasema ukaweza kusaidia watu tofauti tofauti na kwa wakati sahihi, kwa sababu wahitaji wa mambo tofauti ni wengi katika jamii. Basi ukiwa ni mtu wa kuchangia basi mawazo, basi utakuwa umekomboa watu wengi na katika issue tofauti tofauti. Hapa tunazungumzia masuala mazima ya creativity, ama tunasema kuwa mgunduzi. Kwa hiyo ukisha kuwa na wazo jipya, basi inakuwa ni rahisi hata kugundua jambo ambalo unaweza ukalifanyia mchakato, basi likaweza kusaidia watu wengine ambao wana uhitaji na wazo lako kama hilo. Lakini pia huwa ni ishara ya kufikiria sana juu ya kwamba wewe ni mtu ambaye basi unakuwa ukifikiria sana katika uhalisia wa maisha yako ya kila siku. Basi mazingira ya njozi hii ya kutafuna yatakuwa yakijiri, kwa sababu kuna wengine hata katika mazingira tu ya uhalisia, yani maisha ya uhalisia, akiwa ni mtu ambaye anafikiria, basi unakuta anatafuna kama mdomo ama anatafuna kaulimi. Lakini hii si ndo maanishi ya kwamba ndo hivyo, si maanishi ya kwamba ndo hivyo, hapana. Bali hii sasa tunazungumzia ni katika mazingira ya njozi, bati huu ulikuwa ni mfano tu. Lakini kama ni mtu ambaye basi unafikiria sana hata katika njozi zako, utakuwa ukiwa unaota muda mwingine unatafuna. Unaweza ukawa unatafuna hata kitu chenye ukielewi kwenye njozi, lakini pia unaweza ukawa unatafuna hata vitu vyenye unavielewa kama Big G, ukawa unatafuna basi pale hata makaratasi, lakini
ukawa unatafuna kwenye njozi. Lakini pia huwa ni ishara ya kusikilizwa juu ya kwamba ulishaombaga maombi ambayo wakati uliopita basi hisia zako zinakwambia kwamba unakwenda kujibiwa. Hivyo maombi yaliyopitaga kitambo hicho ambacho uliomba basi yanakwenda kutimia, ama tunasema yanakwenda kupata mwangaza ama wakati sahihi wa kuweza kujibiwa. Hivyo kikubwa basi wewe ni kuendelea kuwa na imani na kuendelea kuweka msimamo katika imani, basi mambo yatakwenda kutimia kwa wakati sahihi ambao unahitaji. Na Mungu si Asumani, huwa mwachi mpendwa wake, hivyo atahakikisha basi anakuwekea mambo katika usawa kwa wakati sahihi zaidi. Lakini pia unakumbushwa kukaa kimya juu ya mipango yako ulionayo. Unajua kuna aina ya watu bana, yeye hata iweje hawezi kushindwa kuvumilia, ama tunasema hawezi kuweka siri ya mipango yake, hivyo atajikuta akisema kwa watu. Sasa ukisha kuwa ni mtu wa kusema mipango yako juu kwa watu, unakuwa basi ni mtu ambaye hufanikiwi kwa wakati, kwa sababu unakuwa umeweka mazingira rahisi ya adui kuweza kukuvamia juu ya mipango ambayo unahitaji, basi anakuwa ameshaweza kuifahamu na iko wazi kabisa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kuingilia mipango hiyo na kuweka changamoto ndani yake na kuhakikisha haufiki kule ambako unapatazamia, kwa sababu kutoa siri ya mipango basi ni sawasawa na kutoa siri ya kambi ya jeshi, kitu ambacho basi kinakuwa ni makosa makubwa kuweza kumpa adui wako mwangaza wa njozi, ama tunasema mwangaza wa ndoto ulizonazo. Inakuwa yeye ni rahisi kuweza basi kuhakikisha unapata matatizo ama anakukwamisha usiweze kufika kule ambako unakuhitaji. Hivyo hakikisha ni mtu ambaye unatunza siri ya mipango ulionayo, na mipango ambayo basi unakuwa umeiweka katika siri, basi ndio mipango ya kwanza huwa ambayo inatimia kwa wakati zaidi. Lakini pia huwa ni ishara ya kuongea uongo wakati uliopita. Hivyo katika maisha yako ya uhalisia, basi kama ni mtu ambaye utakuwa unaongea sana uongo, basi utajikuta hali hii ya njozi ya aina hii basi ikikupitia, na hii inaashiria jinsi gani basi umekuwa ukidanganya watu, au wewe umekaa kiuongo. Unakuwa ni muongo mpaka hata shetani mwenyewe anakuogopa, basi anakukana kwa sababu umekuwa ni mtu wa kuongea uongo zaidi. Lakini pia huwa ni ishara ya watu kutumia taarifa zako kufanyia jambo la tofauti. Inaweza ikawa ni jambo la kihalifu ama jambo lolote la utekelezaji wa maovu. Kwa hiyo watu wanatumia taarifa zako kuweza kufanyia uovu. Huenda wamepata issue fulani kukuhusu, basi wanatumia hizo kuhakikisha basi wanafanya shughuli fulani za kiuovu, ama wanatekeleza mipango ambayo inakuwa haipo sawa, ama tunasema haiko haki katika uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Hivyo ni wakati sahihi wa kuwa makini. Ndio maana tumekuambia basi kama una mipango yako, basi iwe ni siri yako, juu ya kwamba ukiwaambia watu basi wanaweza wakatumia taarifa hizo kuweza kufanyia mambo tofauti na kukufanyizia wewe mwenyewe ubaya, juu ya kwamba tayari umeshawapa njia, ama tunasema umeshawapa taarifa juu ya mipango ulionayo. Lakini pia huwa ni ishara ya kuwa na njaa ya mahusiano. Hii ina maana ya kwamba sio kwamba eti utakuwa unakula mahusiano, hapana, bali unakuwa umemisi something kwenye mahusiano yako. Hivyo inachotakiwa basi ni kuendelea kuhakikisha unaboresha basi misimamo ya mahusiano yako. Usiwe ni mtu ambaye unavuruga watu, ama tunasema unakuwa ni mtu wa kupita mara huku mara kule mara pale mara kule. Sasa hii inakuwa ni vurugu na kitu ambacho hakitakiwi. Unakuwa unavunja amri ya 6, na pia unakuwa tena unavunja na lile neno la Warumi 7, kwa sababu wewe unakuwa unazunguka tu hivyo. Haya, Warumi 7 wewe wameshakwambia kwamba basi inatakiwa uwe na mtu mmoja ambaye utakuwa ukiishi naye katika maisha yako ya kila siku, huku ukiendelea kupeana huduma tofauti zile za kimsingi zaidi ambazo zinafanya basi mahusiano yaendelee kuwa pamoja. Lakini pia amri hiyo ya 6 unaambiwa usizini. Lakini sasa wewe kwa sababu ni mtu wa kupita huku na kule, basi unakuwa ukivunja zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unakuwa na dhambi mbili, kitu ambacho unajikuta faili lako basi kule mbinguni linazidi kujaa. Hivyo unakuwa na njaa ya mahusiano. Ni kwamba kuna baadhi ya vitu vinakuwa tu vina miss katika mahusiano yako, lakini haimaanishi kwamba basi uweze kutengana na huyo kipenzi chako, hapana. Maana kuna wengine wana akili mbaya, kisha sikia kama hivi unakuta anauliza, je, ninaweza nikatengana hata na mpenzi wangu? Jamani, kitu ambacho hatutamani kiweze kutokea, na kitu ambacho si vizuri ukakichukulia maamuzi ya namna hiyo, bali kuna vitu ambavyo vina misi, inatakiwa uviboreshe wewe kama wewe, na pengine hata mshirikishe mpenzi wako basi katika makala hii, umwambie kwamba kuna vitu unavimisi.
ili aweze kuboresha mambo na kuweka mikakati sawa, ili mahusiano yenu yaendelee kubamba, yaendelee kuwa mazuri zaidi. Lakini pia huwa ni ishara ya kupata nafasi nzuri. Hapa kuna mwingine mawazo atakuwa amempeleka mbali, ni kwa sababu eti ukishakuwa kabosi, mfano ukaenda hotelini pale ukala nyama, unachukua na stiki unakuwa unatafuna. Hapana, sio kihivyo. Hii inamaanisha basi katika maisha yako uhalisia basi unaweza kupata nafasi nzuri ambayo inahusisha utengenezaji wa kipato, inahusisha masuala ya kuweka sawa mipango na mikakati ya kimaisha, na unaweza ukajikuta ukifurahia maisha yako ya kila siku juu ya kwamba tayari nafasi nzuri imeshaanza kupatikana, mambo yameshaanza kuwa bamba. Lakini pia inakuwa ni ishara ya kuhitaji kitu katika maisha yako, lakini pia inakuwa ni ishara ya kuwa na bahati na kitu. Kuna vitu fulani hivi unaweza ukawa na bahati navyo mara kwa mara sana. Hivyo kama utakuwa unaota njozi hii ya kutafuna basi vitu kwa wakati mwingi, basi hii inakuwa ni ishara ya kuwa na bahati na vitu fulani. Kuna mwingine yeye anakuaga na bahati basi kama na fedha, unakuta na bahati sana upande huo. Kuna mwingine anakuwa na bahati katika elimu. Yeye ni mtu ambaye atakikisia majibu basi anapata majibu yenyewe, au ni mtu ambaye akikisia kitu basi kinakuwa kama chenyewe kama kilivyo. Kwa hiyo huyu mtu tunasema anakuwa na bahati na kitu fulani. Lakini pia unakumbushwa kuwa makini sana katika maongezi yako, kwa sababu maongezi yako sometimes yanaweza kukupelekea basi ukaingia katika majanga ya kubishana aidha na watu tofauti, au ukaingia katika migongano na mitafaruko ya hapa na pale juu ya kwamba kile unachokiongea basi unakuwa hautekikea, ama tunasema hauko makini nacho. Wewe unaongea ili mradi umeongea. Basi nikushukuru sana na niseme asante sana kwa kuwa nami katika time yako hii. Nikushukuru sana, na hii ni Jipe Media. Basi channel yako pendwa unakumbushwa kuibinyia subscribe button ili uwe unapata taarifa zote za tafsiri ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka mara kwa mara na kila wakati. Asante sana na nikutakie kila laheri, na Mungu akutangulie katika mipango yako. Asante sana.